Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wanajeshi wa Israel wauawa tena huko katika ukanda wa Gaza baada ya mashambulizi kutoka kwa wapiganaji katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Wapiganaji ambao si kundi katika Hamas lakini ni katika makundi ya kijihad huko katika ukanda wa Gaza wameuawa na kujeruhi makomando kadhaa wa jeshi la Israel katika mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya vikosi vya utawala wa Israel katika eneo la mashariki mwa mji wa Khan Yunis, kwa mujibu wa shirika la habari la Safa la Wapalestina limenukuu vyanzo vya Kiebrania, huku kikosi maalum cha makomando wa jeshi la Israel kikivamiwa siku ya leo Ijumaa asubuhi katika eneo hilo na kusababisha makomando watano kuangamizwa hapo hapo na wengine kadhaa kujeruhiwa na hali yao ikiwa mahututi. Makomando hao wa Israel wameuawa na kujeruhiwa kufuatia mlipuko wa jengo lililokuwa limetegwa mabomu. Shirika hilo limeongeza kuwa helikopta za kijeshi za Israel zimeonekana zikifanya operation za uokoaji kwa kasi kubwa, zikiingia Gaza kuwasafirisha waliojeruhiwa. Taarifa zinasema vikosi maalum vya Israel vilikuwa vinaingia kukagua jengo na punde si punde mlipuko mkubwa ulitokea na jengo likawaporomokea wanajeshi 12 wa kikosi maalum wa jeshi la Israel. Shughuli za kuondoa kwenye kifusi ilikumbwa na ugumu mkubwa kutokana na makali ya mapigano yaliyoibuka. Wakati huo huo, brigedi za Al-Qassam, tawi la kijeshi la Hamas, limetangaza kufanikisha operesheni ya aina yake ya kijeshi dhidi ya majeshi ya Israel katika mji wa Jabalia kaskazini mwa Gaza. Wamesema walialenga magari ya kijeshi ya Israel na kusababisha vifo na majeruhi miongoni mwa askari wa Israel. Al-Qassam imesema imeangamiza kifaru cha jeshi la Israel aina ya Tiger kwa kutumia kombora la Yasin 500 pamoja na kifaa cha mlipuko cha Shawaz. Katika operesheni hiyo, wanajeshi kadhaa pia inadaiwa wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa, licha ya kwamba hakuna idadi iliyotajwa kwamba ni wangapi wameuawa na wangapi wamejeruhiwa. Israeli ilianzisha mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza kuanzia Oktoba 7, 2023 baada ya vikosi vya Hamas kufanya operesheni ya kijeshi katika taifa la Kipalestina kama jibu ambalo wamedai kwamba ni kutokana na taifa hilo hasa raia wake kuendelea na operation za kujitanua na kumega maeneo yao. Hadi sasa utawala wa Israel umeshaua angalau wa Palestina 54,677, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, na wamejeruhiwa karibia 25,530 katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Katika uvamizi wake wa kikatili, Israel imelenga miundombinu ya kiraia ikiwemo hospitali, shule kwa njia inayokiuka sheria za kimataifa. Mwezi Novemba mwaka uliopita, mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC ilitoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu pamoja na waziri wake wa zamani wa vita Yoav Gallant kwa mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu katika ukanda wa Gaza. Lakini pia Israel inakabiliwa na kesi ya mauaji ya halaiki katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kutokana na uhalifu wake dhidi ya raia wa Palestina katika eneo hilo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utapata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.